Mara nyingi sana nimeendelea kukutana na maswali mengi ya watu wengi wakilalamika kwamba wanatamani sana kuweka akiba, lakini wameshindwa kuelewa. Yako mambo mengi ambayo inawezekana kabisa hata wewe unayetazama yamekukwamisha. Unatamani sana kuweka akiba na umeshaanza, unashindwa, lakini leo nataka nikuambie kabisa mambo yanayokufanya usiweze kuweka akiba. Endelea kusikiliza mambo haya. Hakika nakwambia yote ukiyasikiliza utagundua kwamba matatizo yako yamekwisha. Utakaposikiliza na unapoendelea kusikiliza mfululizo wa masomo haya namna bora ya kuweka akiba, utagundua kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Utaweza kuweka akiba na kuna hatua mpya itatokea katika maisha yako. Sasa yako mambo ambayo yanasababisha tusiweze kuweka akiba. Jambo la kwanza ni ukosefu wa elimu sahihi na namna bora ya kuweka akiba. Watu wengi wamekuwa wakiweka akiba kwa namna tu ambazo zinawafanya wanashindwa kuvumilia. Kwa mfano, watu wengi wameendelea kuweka akiba, unaweka fedha mfukoni. Unatembea nazo, umepata mshahara, alafu unatoa wote kwenye account. Wakati mwingine unaweka mfukoni, unatembea nazo ukiamini kwamba hizi hela nitaweka mpaka mwezi ujao au mwezi mwingine au baada ya siku kadhaa nitazitumia kwa matumizi ya baadaye. Unashindwa. Ukikutana na vitu utatumia. Wakati mwingine unaweka nyumbani, unaweka kwenye kabati. Umeweka hela kwenye kabati, unapopita, unapochukua nguo unaziona kila siku, kila saa. Fedha inashawishi bana. Ukiona pesa, ukiona nyekundu kidogo Msimbazi, ukiziona pale zimetulia, ukisikia shida kidogo, umesikia kiu, unavuta kidogo pale Msimbazi, unasema ngoja nikate kiu kidogo kwa sababu nitapata nyingine. Ni rahisi sana. Kwa hiyo ni moja ya shida ambayo inasababisha watu wengi kushindwa kuweka akiba. Lakini jambo la pili ambalo ni kubwa sana pia ni kwamba kutozalisha. Kutokuwa na biashara au kazi au biashara na kufanya uzalishaji. Kumekuwa na watumishi wengi wa sekta za umma, sekta binafsi, wameendelea kupata mishahara, wameendelea kusubiria tu mshahara. Unasubiri tarehe, wengine wanapokea tarehe 23, tarehe 22, 25, wanapokea mshahara. Ukipokea unasubiri tena tarehe 25. Hauwezi kuwa tajiri, utaendelea kuwa na maisha ya kawaida kabisa. Wakati mwingine hata kumudu mlo, ile milo mitatu angalau itakuwa ni shughuli, itakuwa ni changamoto. Sasa lazima kujifunza pia namna ya kuzalisha. Kadiri unavyoongeza uzalishaji ndivyo ambavyo unaweza kuweka akiba. Tofauti na hapo ni ngumu sana kuweka akiba. Kiukweli ni kwamba kama utaamua kuwa mkweli, tunasema to be realistic, ni kwamba lazima uzalishe zaidi ya kile unachokitumia. Watu wengi tunapata kipato kidogo lakini tunatumia kikubwa. Hauwezi kuwa tajiri, huwezi kuwa na mafanikio kabisa. Lazima uwe na uzalishaji tena mkubwa kuliko kile ambacho unatumia. Na kanuni moja wapo ya utajiri ni kwamba lazima utumie kidogo kuliko unachozalisha. Watu wengi wamekuwa wakiishi kwenye deni kwa muda mrefu lakini wanatafuta tatizo ni nini, kwa nini hawafanikiwi? Kumbe ni kwa sababu unazalisha shilingi 10,000, wewe unatumia shilingi 15,000. Kila siku utakuwa una deni la shilingi 5,000. Kwa hiyo utakapopata utakuwa unalipa tu madeni na utaendelea kutafuta sana shimo lilipo, lakini sababu ni hiyo. Lakini jambo la tatu linalofanya tusiweze kuweka akiba kwa kweli ni mfumuko wa bei. Hili ni swala la kisera, ni swala la kiuchumi. Tunaposema mfumuko wa bei ni kwamba unakuta zile bei zinapanda sana kupita uwezo wa kipato ambacho watu wengi wamekuwa nacho. Kuna kitu kinaitwa purchasing power, ile nguvu, uwezo wa kununua, uwezo wa manunuzi. Bei ya vitu inakuwa juu sana kuliko ule uwezo wa watu wa manunuzi. Viwango fulani vya mishahara vinakuwa, labda mishahara inakuwa iko chini kuliko bei ya manunuzi. Hili ni jambo mtambuka kidogo unaposema mfumuko wa bei. Hili ni jambo ambalo limekuwa likisikika. Unapokwenda sokoni vitu vinazidi kubadilika, bei zimekuwa kubwa sana kuliko ile thamani ya fedha. Au thamani ya fedha inaposhuka lakini bei inakuwa kubwa, watu wengi wanashindwa kumudu. Kwa hiyo unapokuwa vile, lazima itakuwa ngumu sana wewe kuweka akiba ya kile kitu ambacho unatamani kuweka akiba, au kile kipato chako kitazidi kutumika sana kuliko pale ambapo matumizi yangekuwa chini kidogo au ya wastani. Kwa hiyo ni moja pia ya sababu ambayo imeendelea kufanya watu wengi wameshindwa kuweka akiba. Lakini sababu ya 4 ni kwamba gharama katika manunuzi. Gharama inapokuwa imeongezeka sana katika manunuzi kulingana na eneo ulipo, kulingana na aina ya maisha uliyoamua kuishi. Wakati mwingine kuna namna ambavyo tunaamua kuishi.
Inawezekana umeamua kubadilisha aina ya maisha. Ulikuwa unaishi wanasema Waswahilini, umehamia katika mji ambao ni wa watu wenye heshima fulani, wanasema status. Matumizi nayo yanaanza kubadilika. Kuna nyumba ambayo ulikuwa unaishi nyumba ya kupanga shilingi 40,000, umekwenda kwenye nyumba ambayo unalipa kwa mwezi shilingi 1,500,000. Lazima kile kipato chako kitatumika zaidi ya pale mwanzo. Na kama kinaendana na ile kodi unayolipa au yale matumizi, kwa mfano ya nyumba, kama ni makubwa kwa kiasi hicho, inawezekana kabisa yakatumia sehemu kubwa ya kipato chako. Kama itatumia sehemu kubwa ya kipato chako, hakika huwezi kuweka akiba. Kwa hiyo ninaposema hivyo, lazima kuzingatia kwamba kipato chako lazima uwe unaangalia kile unachokipata. Usifanye matumizi makubwa, usibadilishe aina fulani ya maisha kama unataka kuweka akiba. Usibadilishe vile ambavyo unafanya kwa sasa. Endelea kukaa hapo, weka akiba. Baadaye utakapozalisha sana, inawezekana kabisa utaendelea kufanya tena uwekezaji mkubwa zaidi. Pato lako litaongezeka. Pato litakapoongezeka, unaweza ukabadilisha aina ya maisha ambayo unatamani, au ilikuwa ni ndoto yako kuishi maisha ya aina fulani. Kwa hiyo usibadilie. Lakini sababu nyingine ya 5 ni kwamba kutoweka au kutokuwa na budget. Kutoweka budget katika vitu ambavyo unafanya. Budget sio dude gumu. Wakati mwingine tunaposikia budget, watu wengi wanawaza sana ile budget ya serikali bungeni, dude fulani kubwa. Hapana. Tunaposema budget ni mpangilio wa matumizi dhidi ya kipato. Una pato la shilingi 100,000. Kwa hiyo unapanga matumizi yanayoendana na ile 100,000. Unaainisha kila kipengele, kila bidhaa, kila huduma na mahitaji na fedha inayotakiwa na bei inayotakiwa. Kwa mfano, kama una shilingi 100,000, lazima utaainisha bili ya maji ni shilingi ngapi kwa mwezi, bili ya umeme ni shilingi ngapi kwa mwezi, matumizi ya chakula kwa mwezi ni kiasi gani ndani ya nyumba yangu, ada ya watoto natenga kiasi gani, kodi ya nyumba natenga kiasi gani. Hiyo ndio budget. Kwa hiyo watu wengi tunakuwa hatuna budget. Kwa hiyo kila fedha tunayoipata tunatumia kulingana na kile kinachotokea. Sasa matumizi yanayoendana na matukio, hauwezi kuwa tajiri, hauwezi kuweka akiba, na usipoweka akiba hauwezi kuwa tajiri. Usipoweka akiba, dharura itakapokuja utadhalilika, utakopa. Utakapoendelea kukopa utakuwa mdaiwa sugu, na utakapokuwa mdaiwa sugu hauwezi kuwa na furaha kwenye maisha yako, hauwezi kuwa tajiri, hauwezi kufanikiwa. Itakapotokea fursa, hauwezi kuitekeleza ile fursa, utaitazama na itapita, na watu wengine watakamata fursa, na hatimaye watakuwa na mafanikio makubwa, na wewe utaendelea kuwa msindikizaji. Sababu ya 7 ni kwamba kuwa na matumizi makubwa kuliko mapato. Jambo hili limeendelea kutesa watu wengi sana, hususan wafanyakazi wengi wa umma na wafanyakazi wa taasisi binafsi. Wengi wana matumizi makubwa kuliko kipato. Kama wewe ni mfanyabiashara, umeanza ujasiriamali kidogo, una matumizi makubwa. Nikakutana na watu fulani katika kufundisha katika semina nilipowatembelea, nikagundua wanafanya ujasiriamali mdogo, lakini wakawa wanacheza wanasema kucheza mchezo. Wanapeana fedha, wanakusanya. Mmoja yule alipochukua akapata fedha, mtaji wake ulikuwa mdogo kama 70,000, lakini katika kucheza ule mchezo, ule upatu ule mzunguko ulipomfikia, alipochukua 800,000 akaenda kununua TV, akanunua na smartphone. Lakini mazingira anayoishi ni nyumba ya kupanga, ni kachumba kadogo, TV akaweka TV kubwa, akanunua na smartphone kubwa. Ukiangalia aina ya kazi yake ni kwamba ni mamalisha. Usiku anafanya kazi mpaka usiku, maana ni katika kituo fulani kituo fulani cha reli. Sasa ana usiku na mchana yuko busy kazini. Hata ile smartphone hatumii, tunasema simu janja, hana muda wa kuitumia, lakini ametumia fedha nyingi kununua. Kwa unagundua kwamba anafanya matumizi ambayo wala hayakuwa yanalingana na kipato chake. Lakini wakati huo tunaendelea kufundisha semina, analalamika, sina fedha, lakini nafanya kazi kwa bidii lakini sioni. Nikamwambia, fedha, shimo ulilochimba ndio hili hapa. TV huna muda wa kuangalia, umeweka kwa sababu unataka kushindana na jirani.
hata mara moja. Usishindane na rafiki yako. Watumishi wengi wameendelea kununua, kama ni magari watanunua gari pengine, lakini akaangalia matumizi ya lile gari, hana matumizi makubwa na gari. Mwendo anaotembea ni mwendo anaoweza kutembea kwa mguu dakika 10-15. Kwa hiyo angeweza kabisa akawekeza ile fedha. Kumbuka kule mwanzo, ukifuatilia somo langu kule mwanzo, tumesema kuweka na kuwekeza akiba. Kama angechukua ile akiba shilingi milioni 10-15 alionunua gari, akawekeza miaka 2-3, inawezekana ile milioni 15 itakuwa milioni 30 au 20. Atakapoweka ile sehemu ya faida au sehemu iliyozalisha ile milioni 10, angeweza kwenda kununua kama ni gari, lakini ikiwa kwamba ameshazalisha na kile kiwango cha kwanza kimeendelea kubaki. Na katika shida hii watu wengi wameendelea kukopa mikopo isiyozalishi, tunasema mikopo mfu. Kuna kitu kinaitwa asset na liability. Watu wengi wameendelea kuwa na liability. Liabilities ni vitu ambavyo vinatoa hela mfukoni. Asset ni kitu kinachoweka fedha mfukoni, kinachoongeza kitu ambacho kinazalisha. Gari inaweza kuwa ni asset, lakini inaweza kuwa liability pia. Kwa magari ambayo unaitumia haizalishi, hiyo ni ya kuondoa fedha mfukoni, kwa sababu itabidi utafute mafuta, utafute matengenezo ya gari kutoka mfukoni tena. Kwa unagundua kwamba utakaponunua hiyo itakuwa imeongeza imepunguza zaidi kipato chako. Zingatia mapato yako yaendane na matumizi yako. Usitumie zaidi ya kile ambacho unakipata, kwa sababu utaendelea kuwa mdaiwa sugu, utaendelea kuwa ni mtu asiye na furaha, utaendelea kuwa na kipato kidogo siku zote. Endelea kubana matumizi ili uweke akiba. Weka akiba kwa maendeleo ya baadaye. Utafanikiwa, utakuwa tajiri kwa kuweka akiba. Usiache kutazama BJoy TV. Ninakwambia, ukitazama uweze kujutia. Ukifuatilia mfululizo wa masomo haya, ukazingatia, ukachukua hatua, uwezi kuwa mtu yule aliyekuwa. Usikuzia, usiendelee kuchukulia poa, hakikisha unazingatia. You'll never be the same. Asante kwa kutazama BJoy TV. Usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kubonyeza kengele ili uwe kwanza kuendelea kupata. Lakini endelea kushare na wenzako pia. Nasema kizuri kula na ndugu yako. Ukitazama usiache kumwambia mwenzako karibisho, atazame, ajifunze, aweze kuwa na hatua mpya, kwa sababu unapozidi kuwa na rafiki ambaye ana uelewa mzuri, ambaye anazalisha, na wewe utazidi kufanikiwa zaidi. Lakini rafiki masikini ni hatari sana. Asante na karibu tena.